Naitwa Askofu Philipo Mafuja Magwano, askofu kutoka CCT, kutoka dhehebu la AICT. Kutokana na changamoto kubwa ambayo iliyopo katika jamii ya chuki, na tunachoshughulikia ni tiba ya chuki. Mimi ninasimama kwa nafasi ya kiongozi wa dini kwa upande wa Kikristo. Jambo kubwa la muhimu kwa sisi wa Kristo ni kufundisha neno la Mungu kwa usahihi, kwa maana ya kwamba tukifundisha kwa habari ya watu kupendana, waishi kwa upendo. Upendo unaweza ukawa msingi ama ukawa foundation nzuri ya kuondokana na chuki kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kwa sababu Yesu alifundisha, imeandikwa ya kwamba mpende jirani yako, mchukie adui, lakini mimi nawaambia mpendeni pia na adui. Lakini maandiko matakatifu pia yanaendelea kuthibitisha ya kwamba tufundishe watu kuyashika yote. Kuyashika yote maana yake ni kwamba jamii iweze kuishi kwa amani. Na tunapozungumzia amri ya upendo ni komandi, ni agizo, ni amri. Yesu aliwaambia amri mpya na wapeni, pendaneni. Kwa hiyo msingi mkubwa wa kuweza kuondoa chuki ni swala la upendo. Tunaposema upendo, upendo huvumilia, upendo hustahimili, upendo haushikilii mabaya, upendo na achilia. Hilo ni jambo mojawapo. Jambo la pili ni msamaha. Sisi viongozi wa dini tunapaswa sana kufundisha swala la msamaha. Msamaha haijalishi ya kwamba umemkosea mtu mara ngapi. Biblia inasema ya kwamba mtu akikosea msamehe 7 mara 70. Kwa hiyo sasa, ili tuondokane na chuki, jambo la msingi mojawapo ambalo tunalolifundisha katika jamii, tujifunze kusameheana, kwa sababu sisi sio wakamilifu kama malaika. Sisi tuna mapungufu, na Biblia pia inazidi kusema mchukuliane. Kwa hiyo nafasi ya dini katika imani ya Kikristo inaweza ikawa ni mchango mkubwa sana wa kusaidia tiba hii ya chuki, ikiwa neno la Mungu linafundishwa kwa usahihi. Paulo Chobo. Mimi kwa maisha ni padri wa kanisa Katoliki na ninafanya kazi katika Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kama mkurugenzi wa afya. Lakini kwa taaluma mimi ni daktari wa binadamu, nikibobea katika afya ya jamii na huduma za kina mama. Kuhusiana na tiba, kama ambavyo tunafahamu, tiba ni moja ya magonjwa ambayo yanaambukiza, kwa sababu tiba inaanza na mtu na inasambaa kutoka kwa huyo mtu kwenda kwa watu wengine. Na kama tunavyosema katika matibabu ya kawaida, daktari wa kwanza wa ugonjwa ni mgonjwa mwenyewe, kwa sababu yeye ndio anaweza kujielezea, yeye ndio anaweza kutoa taarifa kuhusiana na ugonjwa wake. Kwa hiyo tunasema kama tunatafuta tiba ya chuki, lazima tuwaelimishe watu waelewe chuki yenyewe kwanza, aina zake, lakini pia namna ambavyo wanaweza kutafuta huduma ya afya kulingana na tiba hiyo. Na tukisema huduma ya afya, manake tunataka kusema kwamba wakijielewa wataweza kujua madhara wanayoweza kuyaweka. Lazima tutambue kwamba katika jamii yetu ugonjwa huo umekithiri pia na umeenda sehemu nyingi, kwa hiyo lazima tutafute tiba. Kwa hiyo Tanzania tunacho kitu cha kujifunza kikubwa, kwa sababu tumepitia pia katika hatua ambazo zinaweza kusababisha ugonjwa huo wa chuki ukaenea sana katika jamii yetu. Dr. Mayrose Kavura Majinge ni mtaalamu wa afya bora ya akili, lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa Family Vibes Foundation ambayo inashughulika na masuala hayo ya afya bora ya akili. Napenda kusisitiza afya bora ya akili kwa sababu jamii imezoea afya ya akili ile ya psychiatric, lakini hii ni afya bora ya akili ambayo ni hitaji la kila mmoja wetu. Kwa hiyo katika Family Vibes ambayo ni taasisi ninayoiongoza, sisi tunashughulika na kuisaidia jamii katika mambo ambayo yanaleta changamoto, yani namna kukabiliana na changamoto zake. Leo kwa kweli ukiangalia kuanzia kwenye familia zetu, watu hatuna amani, hatuna furaha, yani tunapendana kisungura, yani nikisema hivyo mnanielewa wanahabari na Watanzania. Yani kila mtu ana mambo yake.
walio wengi. Sasa hali kama hiyo katika ujenzi, nikisema katika maisha, si hali nzuri, hasa kwa sisi wataalamu wa maendeleo ya binadamu na afya bora ya akili. Sasa lakini sio hayo tu, ukiangalia siku hizi utengano, ukiangalia siku hizi masuala ya mauaji, watu kujiua, watu kutembea wamenuna, yani watu hawana furaha. Yani unakutana na mtu mtaani yani hayuko happy, hayuko comfortable, ni hali mbaya. Kunyoshiana vidole siku hizi ni kitu cha kawaida, Sasa nikanajiuliza tufanye nini ili tuweze hizi changamoto, ni kitu gani ambacho kinasababisha hasa. Baada ya kuwa nimefuatilia kwa kina kama mtaaluma, nikagundua kwamba kitu kinachosababisha hali kama hii, kwamba watu badala ya kuishi wanaishi, ni chuki. Jambo kubwa sana linalofanya maisha yetu yawe hivi yalivyo. Lakini sio tu hivi, hata upande wa afya bora ya akili, chuki ndio jambo ambalo linazuia watu wasiwe na afya ya akili iliyo bora. Kagundua chuki ni ugonjwa, lakini sio ugonjwa tu, ni ugonjwa ambao una athari kubwa sana katika maisha, kwa sababu ni ugonjwa unaoambukiza kwa kasi kuliko ugonjwa wowote, lakini unaua kuliko ugonjwa wowote. Chanzo cha ugonjwa huo ni afya duni ya akili, ndugu zangu. Ndio maana nimewaambia katika dalili za mtu kuwa na afya duni ya akili, yani kukosa afya bora ya akili, ni kuwa na chuki. Rufina Humbe ni mratibu wa kituo cha elimu, ushauri na msaada wa kisaikolojia kutoka Chuo cha Ustawi wa Jamii Kijitonyama, Dar es Salaam. Unapojifunza kusamehe, maanake unajifunza namna bora ya kuishi na mtu, unajifunza namna bora ya kufungua ukurasa mpya, unajifunza namna bora ya kushikamana, kusameheana na kusaidiana. Kwa kikubwa zaidi tutakachokihamasisha katika jamii ni kusameheana, kuvumiliana, kuzungumza kwa pamoja ili kuondoa chuki. Na watu wasizibebe chuki, kwa sababu unapobeba chuki una hatari zaidi ya kutengeneza changamoto ya akili. Kwa sababu chuki ni maumivu, chuki ni hasira, chuki inaweza kukufanya hata ukapata kinga duni ya mwili. Kwa hiyo athari yake inaathiri akili, inaathiri mwili, inaathiri matendo, lakini pia inaweza kutupelekea hata katika kupoteza maisha.